Sasa nipo ndani ya kituo cha urithi na ukombozi wa bara la Afrika. Liberation Heritage. Hii ndiyo nembo ya kituo cha urithi na ukombozi wa bara la Afrika. Habari za kazi mheshimiwa? Za kazi nzuri, karibu kituo cha urithi. Mheshimiwa, naomba ujitambulishe. Asante. Mimi ni mhifadhi wa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Nini dhumuni la kuanzishwa kwa kituo hiki? Ni katika kuenzi historia ya viongozi wa Afrika walivyokomboa bara hili kutoka kwa wakoloni. Kilianzishwa mwaka 2011 kwa azimio la Umoja wa Afrika AU. Lengo likiwa ni kuenzi, kukusanya, kuhifadhi, kutangaza na kutoa elimu kuhusu urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Sasa naomba unionyeshe sehemu mbalimbali za kituo chenu cha urithi. Ndiyo, karibu. Twende tukatazame pamoja. Asante sana. Karibu sana, twende. Hapa kuna maonyesho ya historia ya ukombozi. Alafu unajua Tanzania ilikuwa mwenyeji wa vikundi vingi vya wapigania uhuru na kutoa hifadhi. Karibu, twende tukatazame pamoja. Asante sana. Wakoloni kuandika vibaya historia ya Afrika ni mzimu unatutafuna Afrika nzima. Nelson Mandela, safi sana. Shujaa wa Afrika, inavutia sana. Angalia, huyu ndiye shujaa wa Afrika kuliko wote, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tusimame imara kama Nkrumah, Mandela na Kaunda. Mabeberu wasituandikie historia ya makombo. Nini mchango wa Mwalimu Nyerere katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika? Alipigania uhuru wa nchi nyingine za Afrika. Hakupenda kuona Tanzania pekee inakuwa huru huku nchi nyingine zinatawaliwa na wakoloni. Hapa nipo nje ya kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika. Oh, nzuri sana. Kipo hapa mtaa wa Garden, Dar es Salaam. Kwaherini, asanteni sana, karibuni sana kituo cha urithi na ukombozi wa bara la Afrika.